لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد, watukufu wa Kiislamu, wapenzi na wageni wa Mwenyezi Mungu, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa barakatuh. Nichukue fursa hii kwanza kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa jioni hii kukutana nanyi. Mengi mmeshapata kupitokana kwa viongozi wetu ambao mlikuwa nao kila baada ya muda fulani. Nasaha zangu kwenu, kwanza kabisa tuwe na subira katika safari hii. Safari ina milima na mabonde, ina mawe njiani, ina tope. Kwa hivyo hayo yote hayo tunatakiwa tuyavumilie. Lakini tunakwenda kule tunakutana na watu wa aina tofauti. Kila mmoja ana khuluka alizokuwa nazo katika nchi yake na mazingira yake. Tunatakiwa tuwe na subra kuwavumilia wale ambao tunaona wanakwenda na mazingira ambayo yako tofauti na mazingira tuliyozoea. Kuna mtu anaweza akakukuta umekaa akakuondosha kwa nguvu, akakunyanyua tu akakuondosha. Usigombane naye. Nakumbuka mara moja tuko Mina, tunataka kuondoka Mina. Siku ile ya mwisho kuondoka Mina, tushaingia ndani ya basi. Walikuja vijana wakapita kwenye vioo madirisha ya basi, wakafika wakatukalia. Sisi tuchaka kwenye vitu, wakatukalia pale tulipo. Wanataka wapande wao basi sisi tushuke. Nilikuwa na mzee wangu akaniambia tushuke, tukashuka. Tukapiga mguu kutoka Mina mpaka Makka. Na ndio kwa sababu mzee aliniambia, lakini kwa ujana wakati ule nilikuwa na mimi kidogo nataka kuonyesha japo sina mwili, lakini sasa kwa sababu ya mzee akaniambia tuondoke, tukashuka, sisi tukashuka. Kwa hivyo na mimi na saha zangu tushukeni. Inapotokezea vurugu kama hizo tusikubali. Lakini wengine viongozi wetu tuliokwenda nao ni wataalamu. Wanasema wataalamu wa theory na wataalamu wa practical. Yote mawili wanayo hayo. Wanapokuongozeni kukwambia sasa tufanye hichi, tufanye. Sasa hichi tusifanye, tusifanye. Tupite hapa, tupite. Tusipite hapa, tusipite. Na ikiwa una fikra wakati mwingine nyingine tofauti na za kiongozi wako, basi viongozi wasikivu, kaa naye pembeni, jadiliana naye kwa busara. Ikiwa kuna kheri na fikra zako, basi kiongozi atakufuata vile unavyotaka au ushauri ambao utampa. Nakumbuka pia nilikuwa na mzee wangu mara moja nyingine wakati wa Safa na Marwa. Nilimwambia tupande juu. Hapa nilimshauri mimi kwa kujua mazingira. Nikamwambia tupande juu, hapa chini hapa ambapo ndio kwenye asili penyewe kwa muda huu na wakati wetu na hali zetu hatupawezi. Akanibishia. Tulitoka Safa kufika Marwa, akaniambia tupande juu. Yeye mwenyewe akaniambiaje? Tupande juu kwa sababu pale na kwa zahma. Kwa hivyo kubwa kabisa tuwasikivu kwa viongozi wetu, tutafanikiwa. Hajarul Aswad, kila mmoja anajua fadhila za kubusu Hajarul Aswad. Lakini kumuudhi Muislamu, kumuumiza Muislamu ni kosa kubwa. Sasa usiharakie kutaka kubusu Hajarul Aswad ukamuumiza Muislamu mwenzako. Unaambiwa kiashiria tayari umefika, ushapata. Kwa hivyo wakati mwingine kuacha ibada fulani kwa ajili ya kutengeneza maslahi fulani
basi inakuwaje? Ni bora. Mashekhe wenyewe wapo hapa, nafikiri nimekwambia ni mengi, lakini nabuni yale ambayo nayajua haraka. Kwa hivyo nasaha zangu, tuwe na uvumilivu, tujitahidi kufanya ibada kwa kadiri ya uwezo tuliopewa, lakini tupate muda wa kupumzika, hasa kipindi hichi kuna joto kidogo. Tuiombee dua nchi yetu, tuzidi kupata neema, atukinge na balaa za kila aina, na tupate kila aina ya neema ambazo zitatusaidia sisi na vizazi vyetu na ndugu zetu na wazee wetu waliotangulia. Amani, upendo na mshikamano, tuombee dua yetu, tuzidishe hayo tunayo, lakini tuzidishe. Na kila anayokusudia kutufanyia ubaya, kutukwendea ubaya wa aina yoyote katika nchi yetu, basi Mwenyezi Mungu awadhihirishe, atukinge nao. Basi niseme kwamba kubwa kabisa kuliko yote kuwa na subra na kuwasikiliza viongozi wetu. Lakini viongozi nafikiri wapo hapa. Nafasi ya viongozi tunatakiwa nasi tuwasaidie ndugu zetu ambao wametuamini kufuatana na sisi katika shughuli hii, kwa sababu wengi ni wageni. Wamo wengi washakwenda mara moja, 2, 3, lakini wamo na wageni. Kwa hivyo wale wageni tushikamane nao kwa kuwaongoza kwa busara na hikma. Na unapomuona mtu kidogo analeta baki binadamu tu, kwa hivyo kaa naye, zungumza naye kwa vizuri, tufanikiwe tunalolifuata. iwe hajjan makbururan wa sa'yan mashkuran wa tijaratan lan tabur. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi wa ala alihi wa sallam. Allahumma labbayk labbayk la sharika lak labbayk.